Hujambo na karibu kusikiliza yaliyojiri hii leo mashariki mwa DRC na maeneo mengine ya DRC. Leo ni Jumatatu Agosti 24 mwaka 2026 tulionayo hii leo. Hali ya usalama inaendelea kuzorota kila uchao katika mkoa wa Kivu Kusini, hususan katika maeneo ya Fizi na Uvira, hali ambayo imeendelea kuongeza wasiwasi miongoni mwa raia. Tunaomba population baache maneno ya kufanya propaganda ya adui. Population ya kweli anapasha kuwa nyuma ya jeshi la taifa na wazalendo kwa kusutenir jeshi lenu la taifa. Mais mkikuwa nafanya propaganda juu ya enemy, mko na destabiliser reputation ya jeshi lenu la taifa. Ningongo Abedi ni mpasha habari wa sekta ya operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini. Utamsikia kiundani zaidi baadaye, usiondoke. Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kuenea DRC. Na mchakato wa amani wa Doha kati ya serikali ya DRC na AFCM 23 unaingia katika hatua mpya, huku ujumbe wa kwanza wa kuhakiki utekelezaji wa usitishaji mapigano ukitarajiwa kufanya kazi Minembwe mkoani Kivu Kusini. Kuna hayo na mengine mengi. Naitwa Musa Huseni, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Hali ya usalama inaendelea kuzorota kila uchao katika mkoa wa Kivu Kusini, hususan katika maeneo ya Fizi na Uvira, hali ambayo imeendelea kuongeza wasiwasi miongoni mwa raia. Thomson Unji Batangaru wa William alifanya mahojiano na Ngongo Abedi Papa Solution, mpasha habari wa sekta ya operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu Kusini. Imetubidi kukutafuta kuzungumzia masuala ya usalama mdogo na ripotiwa hapa na pale, wasiwasi inakuwa mapambano Masango, mapambano Lupango, mara tunasikia taarifa kwamba wananchi wanasema dans 2 heures 3 heures adui atafika Uvira. Hizi taarifa za wasiwasi zikoje? Nimeshukuru sana gisi umeniuliza. Unajua kama zone ya Fizi balikatala maneno ya mtandao ni kufatana na yale ambayo natoka kunyongelesha. Nazwani hii habari yenye mwe mnasikia ni tofauti na yenye sie tunajua kama vile secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu. Na ile ya kusema kama baada ya saa chache adui ataingia mji wa Uvira, nani amesema vile? Maana yake kule kwenye adui iko hakuna wanajeshi ambao biko jua kulinda usalama ya raia na mali yake. Ndio maneno yenye tuko na katala ya mtandao ya marezo sosio. Mkifuata maneno ya marezo sosio mtapanike tena population kama vile ilipitikana turu ya mbele. Population bakwe calme, secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu iko pale kwa ajili yenu. Tunalomba tu collaboration na kudenoncer na atusinzi. Nadhani mko naona mwepeki kwenye adui ana provoke, akituprovoke tunamshambulia, lakini kama atuprovoke si hatuna probleme na adui, na akituprovoke tu na si hatutamwacha. Sasa ile habari gisi mko nasikia ya Masango. Adui anakuwa kukuchokoza a partir ya 4h du matin, anaanza kushambulia. Kama ni wewe bwana Thomson utamwacha tu akwa kushambulia vile kumalizia watoto? Tukianzia hapo ku 4h du matin ilikuwa aje, na kwa muda huu mambo iko namna gani? No, mambo iko sawa, hakuna chochote ya kusema keno adui anakamata eneo fulani, hapana. Kila batu biko na jikomporte mzuri kwa eneo ambao biko. Hatukasi tuko kabisa bien na maoperasyon ziko mzuri, kwa sababu adui njoo alikuwa anaanza kutushambulia si. Wapi? Nadhani tunakamata au plateau d'Uvira na au plateau de Fizi. Juu tukisema keno au plateau d'Uvira tunaacha Fizi pale tumesema uongo. Adui alikuwa kushambulia maposition yetu yote, na njoo maana unaona paka saizi tuko na Jean Charge naye, juu tukiacha atatuprofite. Tulimwacha na ikala kimya ya kutosheka, liona kwa tuprovoke. Na njoo maana mnaona mahabari mko nasikia gisi unatoka kunyuliza. Watu wanakuwa najiuliza mara kwa mara, taarifa zinakuja M23 wametumia drone kwa kushambulia position za FARDC, na wakati FARDC na yenyewe hiko na drone za kwake. Kwa nini hapo mpasha habari? Mimi naweza kuambia bwana Thomson, unazania sisi jeshi la taifa tunaweza kuja hapa kwenye mtandao tuanze kuonesha material ambao sisi jeshi la taifa tuliuza? Hapana. Sisi tuko na strategy yetu. Adui akifanya plan B na sisi tuko na strategy yetu ambayo tunafanya. Iko na drone, aliuza drone. Ile drone kwa saizi unaweza niambia iko wapi? Aba kuiteketeza hapa mliona ma image. Uniambie tena drone ya adui yenye iko najipika kifua kwa saizi iko wapi?
Sisi kama tuko na vifaa jeshi la taifa tuwezi kuwa nafanya publicite oh tuliuza hiki hapana. Sisi ni jeshi la taifa, tuko na mastrategie yetu. Adui akitushambulia kwa drone naye atakuta nyingine iko na msubiri. Na ndio maana tunasema jeshi la taifa iko na mambinu ambayo iko natumikisha mingi sana. Leo uhusiano relation kati yenu FRDC na wazalendo kwenye mashamba ya mapambano iko namna gani kwa leo? Bazalendo ambao biko kwenye shamba la vita biko très discipliné na banajikomporte mzuri. Bale bazalendo bemuko naona biko napita matrakaseri ku barabara, bale njo benye balikuya jua matrakaseri. Nadhani muliona coordinateur ya province kiongozi ya Kotumba kisi alikuwa kuvunja mabarieri zote mu zone ya Fizi. Ile yote ilikuwa ni matrakaseri. Huko nakuta mtu anatoka Misisi, ifo akuwe na 50,000 francs kuacha kwa mabarieri. Ile yote ni trakaseri, inakuwa kutrakase population. Ndio maana muliona ademlogi wetu wa region mwenyeko pale Baraka na coordinateur ya Kotumba balinda jua kuvunja mabarieri. Na muliona sortie yenye komanda secteur alifanya Colonel Michel Apoko juu ya kwenda kubashikalango wapi kutafuta amani, population baishi na amani, balikuwa yeye na administrateur wa Fizi. Kwa sababu si ye secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, tunaangalia au plateau yote, au plateau d'Uvira, au plateau de Minembwe, tunaangalia plaine de la Ruzizi. Nadhani mnajua kama si tuko mu operation. Na ndio maana niko mu axe ya Bijombo, axe ya Mitamba pardon, na kote ya Luvungi kule kwa banakwambia bali menace kulupango. Nani mwali menace kulupango? Banabambia kama basoda biko natoka Luvungi, biko narudi hapa. Ushona basoda ngapi baisha fika hapa? Ndio maana ifo kuevite maneno ya marezo sociaux. Rezo sociaux nasema maneno mingi sana ya bongo kwa kupanike population. Sisi jeshi tuko na devoir yetu ya kusema kama ne jamais trahir le Congo. Hakuna tena adui atafanya mchezo gisi ilipitikana mbele. Ndio maana mko naona adui iko nafanya mbinu yote iko nashindikana, jua anajua kama akifanya kitu leo sisi tunaijua tayari. Ndio naona vyote viko nashindikana. Lakini population bakwe à l'aise kule kulupango kwa wanabambia Kotaru Barika, situation iko calme na basoda wetu wanajikomporte mzuri. Colonel Dode kwa mwile axe na Colonel Bamse iko mu axe ya Mitamba. Nadhani ile njoo nitaka nikujibie par rapport à kisi uliuliza. Mekubale bazalendo bebiko nafanya trakaseri, tayari muliona oda ilitoka hapa ya kubafunga na kubatosha kwa mabariere yenye biko. Kuko mabariere nyingine yenye banenda kutiatia yenye hairuhusiwe na serikali. Ndio maana muliona biko na vunja mabariere zote zenye hairuhusiwe na serikali. Ile yote ni trakaseri kutia population banakuwa mal à l'aise. Orge pa hii ni muda kuacha population bakwe à l'aise. Nadhani ile njoo nitakwambia. Mekubale bengine biko na jikomporte bia biko kwa operation na biko naendelesha na mapambano tu. Bale bebe balikuwa kwa distraction bakuyua objectif yabo ni nini, njoo tuko na barudisha kumstari. Nadhani ilikuwa kwa hiyo njoo nitaka nikujibie pa. Siku 2-3 zilizopita hapa wananchi waliona helikopter avion za MONUSCO zinapita na kudema Uvira. Kuna message gani unaweza kutoa hapo kuhusu hizo avion za MONUSCO? Avion ya MONUSCO kama inapita yulo haina na problem. Nadhani fasi yote MONUSCO iko juu ya kutia amani na usalama fasi yote. Fasi gani mema hata kule kwenye adui iko si avion MONUSCO iko napita. Jua nini tu kama avion MONUSCO inapita kwenye kuko serikali, kwenye kuko jeshi la taifa, njoo watu banaongea. Watu walitazamia kwa kulikuwa taarifa kwamba MONUSCO inatakuja Uvira, ndo watu wakawa wanafikiri wameanza kuingia au vipi? Tatizo ya MONUSCO kukuya Uvira si hatuwezi kaijua kama vile sisi jeshi la taifa, ile ni probleme yenye naangalia diplomasi. Mais sisi jeshi la taifa tunajua devoir yetu sisi ni ya kulinda raia na mali yake. Na kama mnaona avio iko na sirikile naende na rudia, sisi jeshi la taifa hatujue ile. Sisi tunajua tu ni kulinda mipaka yetu, adui asingie kwa kushambulia population na kutushambulia sie. Tuko pale juu ya kuangaliana na adui. Kila mtu kuna tetea upande ya budongo wake ambao anadhibiti. Mele maneno MONUSCO sibebe batu muda au tunakuwa mu insécurité. MONUSCO inataka kuya tena. MONUSCO iko mu yake diplomasi. Mnayua makoro yenye MONUSCO iko nao na gouvernement. Ile sisi jeshi la taifa tuwezi kaingilia hivi. Lakini siogopeshe batu. Na kupita ya MONUSCO nao pia ni amani. Inaonesha sura ya amani. Kwa sababu unajua kama sisi jeshi la taifa kama tunasimama kwa operation ni juu ya kurespecter maengagement yenye rais wetu alifanya mnivo ya kule Marekani, na njoo maana sisi tunaheshimu. Lakini adui akikuja kutushambulia na sisi tunamshambulia pia. Sisi hatuko pale juu kunyamaza auwe batu afanye gisi anapenda pana. Kwenye serikali iko. Kuna matumaini yoyote ya nyinyi kuondoa M23 pale Masangu warudi nyuma? Jua nini matumaini haizi kuwa. Si tuko wanajeshi bwana. Mwe kama vita ni kabumbu. Adui anaweza jitukuza leo na kesho hata jitukuza tena. Ile yote ni budongo yetu. Sisi hatukukamata budongo ya wajirani. Ile yote ni budongo yetu.
na tutaikamata na tutairekipere. Wakati gani? No, hatutakwambia wakati. Kitu ni kuaminia kwanza jeshi la taifa. Enye iko ya maana kwanza ni population kusutenir kwanza jeshi la taifa na wazalendo. Kwa kazi ambayo iko nafanikiwa, mtaona tu msiku ngapi mnasikia maeneo yote iko rekipere kwa mikono la jeshi la taifa. Na ile kusema kama adui arudishe jeshi la taifa nyuma njoo haitawezekana. Na unatoa mwangaza gani kuhusu hizi habari ambazo zilikuwa masikioni mwa watu kwamba jeshi wanatoka Luvungi? Ulikuwa umeshasema ndio kwa kupitia jeshi wanatoka Luvungi, wanatoka plane yote, wanakuja huku, wanakuja kupokea. Wengine wana taarifa zinaenda kwamba wanakuja kwa foreni, lakini ikawa panic kwa wananchi kuzani huenda repli strategique zimeanza. Hakuna mwanajeshi mwenye alitoka Luvungi anakuja kupokea hela hapa. Nadhani mshahara wanajeshi kitoka, kila mwanajeshi kwenye yuko ku defense opposition hela yake namkutaka pale. Ikuwe prime, ikuwe mshahara yake ya mwisho ya mwezi. Hakuna mwanajeshi mwalitoka kule, batatoka kule bakwe bafanye parade hapa. Kule banaachiana. Na unajua adui iko kwenye mpaka nani, unajua wanajeshi biko kwenye mpaka na adui. Sasa wakati batatoka kule banakuya parade hapa. Juba aachie Luvungi nani, baachie Lupango nani, Rubarika nani. Aone kama ile ni habari ya mtandao, ni maneno ya kusema sema ya batu. Juu Uvira watu wanapenda kuzungumza maneno mengi sana. Watu wanazoea kusomea barua ndani ya envelope. Na ijapo mtu unapasha kuona maneno yenye unaona kwa macho na shuhudi. Na njoo gisi bana bapanike. No tunasikia masasi iko nalia, adui anaingia. Ule adui ataingia. Kule anapita banaume be banavala bikwembe. Sasa nakuta benzake banaume be banavala masuruali. Sasa mimi na mwe tu kwa hapa tuone kama ule adui mwenye banabambia masangapi ataingia, aingie mimi na mwe tuone hapa. Hawezi kufika tena Uvira. So unaniona mimi niko kusura kazi. Si niko mkombati. Kila mara niko tayari. So unaona silaha yangu iko hapa. Silaha yangu iko hapa. Inaonyesha kama niko tayari kwa saa yoyote. Ule adui mwe balibambia ataingia masangapi, sisi tuko hapa tunamsubiri. Lakini tunaomba population baache maneno ya kufanya propaganda ya adui. Juu adui anakuwa akifanya emission, anapublier kwa réseaux sociaux. Unakuta population nao banakuwa na beba banakuwa na partager kwa groupe ile iko jua ku destabiliser moral ya population. Population ya kweli anapasha kuwa nyuma ya jeshi la taifa na wazalendo kwa kusutenir jeshi lenu la taifa. Mais mkikuwa nafanya propaganda juu ya enemy, mko na destabiliser reputation ya jeshi lenu la taifa. Lakini population ya kweli ni ule mwana anakuwa derrière FRDC na wazalendo. Population pia inakuwa na uoga, wasiwasi kila mara usiku, risasi zinasikika Kalundu, Rugembe, Songo, wapi masasi yanasikika fasi kwenye kuko secteur opérationnel, fasi kwenye kuko region, fasi kwenye kuko wingi wa wazalendo. Nadhani tuko na moyo hapa, mnaona combien de fois tuko na kamata ba mwizi venye biko nafanya manyanga. Mko hapa mko naona combien de fois koko bengine banavala teni mais abiko bazalendo. Mais ça tuko na bakamata unakuta tu alibeba tu tenia na vala na anabeba bunduki mais haiko mzalendo. Mingi tuko nasema wazalendo wanajeshi hapana. Juba na vala combat inafanana mais ça mtafuatilia kwa urefu ni mwizi tu iko volme armée haiko mwanajeshi haiko mzalendo. Ndio maana tuliwaambia kama tutabatambua kwa matendo. Kila kitu kina mwisho wake. Après la guerre c'est la justice. Mwenye anafanya mabaya ataadhibiwa na makosa yenye alifanya. Ushauri wako kwa raia, kwa wazalendo na kwa wanajeshi wa FARDC? Mimi naweza kasema tu keno wanajeshi banajikomporte mzuri kungambo ya mafront biko abo bien. Baache maneno ya kusikia wa raia yetu na maneno ya kusema sema na baache maneno ya mapublication. Si tu ile maneno ya kupublier. Mimi niko hapa, mimi naakilisha Lieutenant Buirigene iko kungambo ya Mulima kukazi. Mimi niko hapa na mwakilisha. Unasikia? Lakini maneno ya kupublier, meme hata mwanajeshi baki kukuto kuna publier kwenye huko ni interdit. Unaweza kuharibisha kariere yako. Sisi hatukuiwaka jeshi ya kukua kwenye huko ku defense unaanza jipublier hapana. Na ba population kufanyaka kama mnaona ba soda biko napita idadi ya watu wengi mnakuwa na publier mnakamata mapicha ma video mna publier haiko mzuri. Raia mwana anapenda jeshi yake haizi kwa iko na publier anze ku anaikamata po photo wala ana filmer ana publier kwa réseaux sociaux haiko mzuri. Mais bile vyote bitaisha kwa sababu tuisha ipikia marufuku sana. Lakini tunaambia tu population bakwe derrière jeshi la taifa, derrière wakubwa wetu ya serikali na vitu vitaenda mzuri, hivi vyote vitaisha. Hii ni nchi yetu ambao bababu walituchakulia, hatuna nchi mbili. Kuna neno lolote umelisahau haswa huko Masango? No, wa ndugu zetu tunawapatia nguvu sana na tunabasapoti sana kwa kazi ambao biko nafanya usiku na mchana balale.
juu ya kulinda raia na mali yake, na population bakuwe à l'aise, bakuwe tu confiance na jeshi la taifa, na kila kitu kitaenda sawa. Ngongo Abedi, tunakushukuru kwa muda wako. Na mimi nakushukuru bwana Thompson. Tuendelee tu kuambia population keno tuache maneno ya marezo sociaux na vya kupublier, itakuwa mzuri. Ile iko na destabiliser moral ya population. Tunakushukuru. Na mimi nashukuru pia. Tunaendelea kukusogezea taarifa zetu. Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kuenea DRC. Akizungumza wakati wa sala ya Angelus mjini Vatican, Papa Leo wa 14 amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa waathirika wa Ebola nchini DRC. Ameitaka jumuiya ya kimataifa kuongeza msaada, huku akisisitiza kuwa jamii za wenyeji zinapaswa kushirikishwa kikamilifu katika kuzuia na kudhibiti ugonjwa huo. Mlipuko huo umeenea katika zaidi ya maeneo 50 ya afya katika majimbo 6 yakiwemo Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. WHO inauona kuwa mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Kwingineko ni kwamba mchakato wa amani wa Doha kati ya serikali ya DRC na AFCM 23 unaingia katika hatua mpya, huku ujumbe wa kwanza wa kuhakiki utekelezaji wa usitishaji mapigano ukitarajiwa kufanya kazi Minembwe mkoani Kivu Kusini. Ujumbe huo unaanza kazi leo Jumatatu Agosti 24 chini ya mchakato wa pamoja wa uhakiki wa usitishaji mapigano MCVE+ baada ya makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo ya hivi karibuni nchini Uswisi. Minembwe imechaguliwa kwa kuwa ni eneo lenye hali tete ya usalama na mvutano wa muda mrefu. Ujumbe huo unalenga kuchunguza madai ya ukiukaji wa usitishaji mapigano na kusaidia kupunguza tuhuma zinazotolewa na pande hizo mbili. Na mwishowe, siku 100 tangu kutangazwa rasmi kwa mlipuko wa Ebola nchini DRC, WHO imetoa wito wa kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, huku ikisisitiza umuhimu wa jamii zilizoathirika kuwa kiini cha mwitikio. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema jamii si sehemu tu ya mwitikio, bali ndiyo moyo wa mapambano dhidi ya Ebola. Ameitaka serikali na washirika kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa, kupanua huduma za matibabu na kuwaunga mkono wahudumu wa afya walio mstari wa mbele. Mlipuko huo uliotangazwa Mei 15 huko Mungwalu, Ituri, umeenea katika zaidi ya maeneo 50 ya afya katika majimbo 6. WHO pia imesisitiza umuhimu wa kujenga imani ya wananchi, kwani ukosefu wa usalama, uhamaji wa watu, uvumi na kutokuaminiana vinatatiza juhudi za kudhibiti Ebola. Ni mwisho wa habari zetu kutoka JCTV. Naitwa Musa Huseni. Kwa heri kwa leo.